Karibu sana msikilizaji katika kituo chetu hichi ili niweze kukufahamisha kuhusu yale ambayo yameendelea kutokea na kile ambacho kimetokea katika taifa letu tukufu la Tanzania msikilizaji. Na msikilizaji, kutokana na taarifa zilizokuwepo za kesi ambayo inawakumba viongozi wakuu wa Chadema na suala la kugawanya rasilimali za chama kufikishwa mahakamani pale, kumekuwa na majibu kadhaa ambayo yameweza kutoka kwa kundi tofauti tofauti, ambao kila mtu ameingisha mkono ama ameongeza moto kwenye suala hilo, lakini washirika, wanachama na watu mbalimbali wameweza kutoa hoja zao. Lakini ya hii leo ni jibu kutoka kwa Bavicha eneo la Zanzibar ambao pia wameweza kutoa tamko lao. Naomba nikupeleke moja kwa moja msikilizaji, ili tupate kusikiliza ya wana Bavicha. Sasa inasema hivi: Bavicha Zanzibar yapinga kesi ya rasilimali za Chadema. Chama cha Demokrasia cha Maendeleo kupitia kwa baraza la vijana, chama hicho cha Bavicha katika mikoa ya Mjini Magharibi, Kusini Unguja na Kaskazini Unguja kimetangaza kutounga mkono hatua ya aliyekuwa kiongozi wa Chadema Zanzibar Said Isa Mohamed pamoja na wenzake kufungua shauri mahakamani kuhusu mgawanyo wa rasilimali za chama. Sasa kikundi hichi cha Bavicha Zanzibar wamepinga kesi hii ya rasilimali za Chadema. Amesema kwamba hatua ya bwana Said Mohamed kuwasilisha kesi katika mahakama sio hatua njema, na kwa hivyo wameweza kupinga hatua ya kuweza kuchukua hatua hiyo. Ameendelea kusema hivi: viongozi hao wa Bavicha wamesema azimio lililotolewa na kiongozi huyo wa zamani wa Chadema Zanzibar sio azimio la chama hicho kwa Zanzibar, bali ni msimamo wake binafsi pamoja na wenzake. Yaani ati alichokifanya ama hatua alizoweza kuchukua bwana huyu ambaye ni Said Mohamed ambaye ni kiongozi wa awali wa chama hichi cha Chadema sio msimamo wa chama, lakini ni mawazo yake binafsi. Kwa maana hiyo bwana huyu na wenzake wanachokifanya ni masuala yao binafsi, lakini sio msimamo wa chama. Wamesisitiza kuwa kwa upande wao kama Bavicha hawaungi mkono azimio hilo, badala yake wanaunga mkono maazimio yaliyotolewa na kamati kuu ya Chadema na kuwasilishwa na makamu mwenyekiti. Kwa hivyo hawa wapo na makamu mwenyekiti na sasa wanasapoti kauli zilizotolewa na mwenyekiti ama makamu mwenyekiti wa chama hichi cha Chadema. Kwa hivyo wamejitenga na kiongozi huyo wa zamani wa chama hichi cha Chadema Said Mohamed na wenzake walioshiriki katika kuwakilisha kesi hii mahakamani. Kwa upande wake mwenyekiti wa Bavicha mkoa wa Mjini Magharibi, Bavicha wa Kusini Unguja Hamid Suleiman Ali amesema amewatoa hofu viongozi wa chama hicho kwa kueleza kuwa hakuna mtu atakayeharibu au kuvuruga umoja wa wanachama wa Chadema ndani ya mkoa huo. Naye mwenyekiti wa Bavicha mkoa wa Kaskazini Unguja Abdillah Fadil Omar amesema Chadema Zanzibar inaendelea na shughuli zake za kama kawaida, akisisitiza kuwa chama hicho kimejengwa katika misingi imara inayoiwezesha kuendelea kuimarisha shughuli zake za kisiasa na kijamii.
Sasa msikilizaji, kinachotokea ni kwamba kumekuwa na tetesi ama watu ambao wana imani katika chama hichi cha Chadema wakitetea sana sera za chama hicho, lakini imeonekana kwamba kuna watu ama kuna nguvu za nje ya chama ambazo zinaonekana kuleta mgawiko katika wanachama wa chama hicho, na bila shaka unapogawanya watu unakusudia kuvunja ama kuharibu mafanikio ya kitu fulani. Kwa hivyo ushauri ambao unaweza ukatolewa kwa wanachama wa chama hichi ni kwamba ule ushikamano uzidi kuwepo, ukizingatia sasa hivi mwenyekiti Tundu Lissu ameshikiliwa na kushtakiwa kwa kosa la uhaini, na sasa hawa wanashtakiwa kwa makosa ya jinai. Ni jambo ambalo bila shaka linakuonyesha kwamba kuna vita ambavyo ni vya kichama vinapigwa na watu wasiotakia chama mema, ama watu ambao wanataka kwamba chama hicho kifeli. Bila shaka competition kama nyingine, ushindani wa hapa na pale, wale wa chama kila watahisi kwamba nyie mnaharibu mambo yetu na kwa hivyo hatuwataki, ama nyie fanyeni hiki na kile, inaleta matatizo. Kwa hivyo kile ambacho kinastahili kufanywa ni kwamba viongozi na wanachama wa chama hichi washikamane kwanza na wapate muongozo thabiti. Siku chache zilizoweza kupita, kuna bwana aliyeweza kupendekeza kwamba chama hichi kiweze kufutiliwa kwenye orodha ya vyama. Akaweza kusema kwamba atamwandikia msajili wa vyama aweze kukifuta kabisa kama chama kwa sababu ya matukio ya kigaidi na uvunjivu wa amani na mikutano ambayo inazua taharuki, ambayo yeye anahisi kwamba inaweza kuleta hatari kwa wananchi na watu ambao wanahudhuria mikutano kama hiyo. Kwa hivyo inaonyesha kwamba wanawapa nafasi watu wa nje kuweza kuchangia sana katika masuala ya chama, na watu wa nje wanaweza kuhakikisha kwamba chama kimevunjika. Hata hivyo, msikilizaji, tunazidi kukukaribisha kwenye kituo hichi kwamba uendelee kutia subscription na kuendelea kutufuatilia kwa faida ya kuendelea kupata taarifa zetu punde zinapotokea. Jina langu ni Presenter Guton, nipo hapa kila siku kuhakikisha kwamba ninakufahamisha na tunazidi kuyazungumzia yale ambayo yanaendelea kutokea.